hata usiku wa kuamkia juzi limetokea tukio tena lingine la mtoto wa kiume amelawitiwa na vijana wawili. Mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chuachua amekemea vikali vitendo vya kikatili dhidi ya wanawake na watoto wilayani humo, akisema kuwa vitendo kama ubakaji na ulawiti kwa watoto vimeongezeka kwa kiwango cha kutisha, ambapo matukio 66 yameripotiwa hadi sasa tangu Julai mpaka Disemba mwaka jana. Dr. Chuachua alikuwa mgeni rasmi katika kongamano la Jumuiya ya Wanawake CCT, ambapo aliwashauri viongozi na wananchi kuungana katika juhudi za kuondoa vitendo vya kikatili. Alisisitiza kwa maombi na vitendo vya kweli kutoka kwa jamii ni muhimu ili kuhakikisha kuwa vitendo hivyo vinatokomezwa kabisa. Tuna changamoto kubwa ya matukio ya ukatili wa kijinsia. Matukio yako mengi, lakini tuna matukio ambayo yanashambulia sana utu wa watoto wetu wa kike na wa kiume, ambayo ni matukio ya ulawiti na ubakaji. Nimemwambia katika kipindi cha miezi takriban 5 iliyopita, kuanzia Julai mpaka Disemba, wilaya yetu imepata matukio takriban 66. Katika matukio hayo, matukio 38 ya ubakaji na matukio 17 ni ya ulawiti wa watoto wa kiume. Vema kanisa lipaze sauti kwa waumini wote na wale wasio waumini. Na nimemwambia hata usiku wa kuamkia juzi limetokea tukio tena lingine la mtoto wa kiume amelawitiwa na vijana wawili. Hii ina maana tunatakiwa tufanye maombi na tufanye juhudi za kina kwa vitendo kuondoa uchafu huu unaoendelea. Aidha, mkuu wa wilaya ameainisha kuwa mkoa wa Kigoma umefanikiwa kuwa wa kwanza katika kupokea fedha za miradi mikubwa inayotekelezwa hadi sasa, ambapo miradi hiyo imekuwa ukombozi kwa wanawake. Kwa sababu matendo na mambo anayofanya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan hayana tofauti na matendo tunayoweza tukayaita matendo ya huruma. Na kwa namna kipekee nataka niwaambie leo mfahamu, mkoa wa Kigoma kwa ujumla ni wa kwanza katika nchi yetu wa kupokea fedha nyingi sana. Na kwa maana hiyo wilaya yetu ya Kigoma ina miradi mikubwa sana ya maendeleo, ina miradi mikubwa sana ambayo ni serikali ya awamu ya 6 ndio imepambana kuhakikisha kwamba tunafika hapo tulipo. Ukileta huduma ya maji unamkomboa mwanamke, ndio anashinda kwenye visima na watoto mgongoni. Ukileta huduma ya hospitali unamkomboa mwanamke. Hakuna kiumbe anayekwenda hospitali mara nyingi kumzidi mwanamke katika ulimwengu huu. Wanawake ndio wanaanza kwenda hospitali tangu tupo ndani ya matumbo yao mpaka tunaingia makaburini. Wanawake. Ukirahisisha huduma ya usafiri umemkomboa mwanamke. Wanawake wanabeba watoto mgongoni mahali ambapo hakuna barabara, wanatembea umbali mrefu kufuata huduma. Barabara ikiwa inapitika kwa urahisi, wanawake wananufaika. Pia Dr. Chuachua aliomba jumuiya ya CCT kuendelea kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma Kamishna Jenerali mstaafu Tobias Ndengenye ili kuhakikisha uongozi wao unaendelea kuleta mafanikio na ustawi wa wananchi wa Kigoma. Muombeeni sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nyie mmeumbwa kwa namna ya ajabu, na ndio maana analeta ajabu haya tunayoyaona. Tumuombee sana pamoja na Mheshimiwa Rais, mkuu wetu wa mkoa Kamishna Jenerali mstaafu Tobias Ndengenye,
sisi wakuu wa wilaya tuna raha sana kufanya kazi na yeye. Huyu baba ni mwema sana. Ni mwema sana. Mcheshi, mtu makini, hekima kubwa, ana busara sana. Upate shida kufanya naye kazi, unasikia raha. Yuko tayari kutoa uongozi wakati wote. Wakizungumza, wanajumuiya ya CCT wametoa wito na kukemea vitendo vya kikatili, hasa wanaume wanaobaka watoto majumbani, na kuelezea namna kongamano hili lilivyo na mchango katika kuelimisha wanawake juu ya kupiga vita ukatili na unyanyasaji wa kijinsia. Mimi napenda sana kina mama wanaotetea waume zao. Na huwa nasema kila siku, hata ukimkuta mume wako amelala na mwanaume pale, usihangaike naye, wala usimtangaze, wala usimseme kwa watu, achana naye. Lakini ukimkuta amebaka mtoto, usimwache. Kwa sababu ukimwacha, kesho atabaka wa jirani. Leo amebaka mtoto wake wa kwanza, kesho atakuja kubaka mtoto wa jirani. Na haya matatizo yamekuwa mengi katika jamii zetu. Wababa wanabaka watoto wao, wababa wanabaka wadogo wa wake zao. Watoto wamekuja pale ndani kwa ajili ya kulelewa. Mtoto wa miaka 5, 6, 7 anafanywa kitendo cha kikatili. Alafu mama akishajua anapiga kimya. Anaita, huyu ni mtoto wa mjomba, huyu ni mtoto wa dada, huyu ni mtoto wa kaka, huyu ni mume wangu amefanya hivi. Hapana. Ninachokitegemea kikubwa kulingana na masomo ambayo tumejifunza, wamama wanapotoka hapa wanaenda na badiliko kubwa sana. Tumejifunza somo la ukatili. Kwa hiyo kama kulikuwa kuna wakina mama wengi wanafanyiwa ukatili majumbani na waume zao, lakini bado hawasemi, wanakaa kimya, unafanyiwa ukatili na majirani au marafiki, lakini unasema huyu ni rafiki yangu, hebu ngoja nikae kimya, ninyamaze, tumalize tu chini kwa chini. Kwa hiyo kulingana na masomo tuliyofundishwa mahali hapa, tunaamini kabisa tena wakina mama hawatakubali tena kukaa katika hali hiyo, kwamba unafanyiwa tendo la baya la unyanyasaji na la ukatili bado unalifunika. Watajua kabisa kwamba kile tulichofundishwa kwamba mwanamke akifanyiwa ukatili anatakiwa afanyeje. Bosco Kabila, Global TV, Kigoma.